Hizi ni zama za kale za mji wa Kondoa, karne ya 19. Mji huu katika enzi zake ulijulikana kwa jina la Ula kabla haujaitwa Kondoa. Dhambi ya biashara ya utumwa, pembe za ndovu na vipusa ilisababisha mji huu kukua kwa haraka. Misafara ya watumwa na wapagazi kutoka Ujiji Kigoma iliswagwa kwa miguu hadi Kondoa, na baadaye misafara hiyo ilielekea pwani ya Bagamoyo na kuvushwa kwa majahazi hadi soko kuu la kuuzia watumwa Mkunazini, Zanzibar. Mji wa Kondoa ulianza na kama kituo cha watu waliokuwa wanafanya biashara ya utumwa kwenye ile msafara wa biashara ya utumwa walipokuwa wakitoka upande wa magharibi, mikoa ya Kigoma, wakiwa wanapelekwa upande pwani, walikuwa wanafika pale Kondoa wanapumzika. Sasa wakati wanapumzika walitengeneza pale kituo kikubwa ambacho kilikuwa kinaongozwa na Waarabu, ndio walikuwa wanaongoza ile biashara. Na biashara yenyewe ilikuwa hasa ni ya pembe za ndovu pamoja na watumwa. Na tunapokuwa tunasema Kondoa kipindi hicho, tunaongelea miaka 1885. Ni kipindi ambacho kwa ndugu mtazamaji kwamba tulikuwa hatuna Tanzania na wala hatukuwa na Tanganyika. Maana yake tulikuwa na German East Africa. Kwa hiyo utawala wote ulikuwa chini ya Wajerumani pamoja na Waarabu. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wanafanya ile biashara, na watu wengi waliokuwa wanatoka kule Kigoma, Tabora, na wengine pia walikuwa wanatoka Kongo. Kwa hiyo walikuwa wakifika pale wanapumzika, na wanakutana wale wafanya biashara, wananunua hizo pembe za ndovu, wanazichukua na zipeleka pwani kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Mnamo mwaka 1891 utawala wa kikoloni wa Kijerumani nao ulianzisha pale kambi ya kijeshi, na yenyewe ikiwa kama mtawala pia alikuwa naye kwa kiasi fulani, naye alikuwa anafanya hiyo biashara ya watumwa, hasa kuchukua hizi pembe za ndovu. Kwa hiyo ikawa inasababisha ule mji kukua kila kunapokucha, na matokeo yake ukajikuta sasa mji umekuwa. Na biashara ilipokuwa sasa inasitishwa ile miaka 1900, mji ule uliendelea kuwepo. Na pia sasa watu wengine, kwa sababu kilikuwa kimeisha kuwa kituo, watu wengine nao walianza kujitokeza pale. Tunaona sasa makanisa sasa yanaanza kujengwa pale. Kanisa la kwanza likajengwa pale mwaka 1910, kanisa la kwanza lilijengwa. Baadaye kufikia mwaka 1912 sasa watu wamekuwa wengi, sasa ule mji wa Kondoa ukaanzishwa. Na ni kati ya wilaya kongwe tunaweza kusema katika Tanzania. Na pale Kondoa kwa sababu kulikuwa na huu mwingiliano wa watu, nimesema kulikuwa na Waarabu, wapo na Wajerumani, utawala ule wa Kijerumani. Kwa hiyo tunaona ile wilaya kutokana na ile biashara, wenyeji wengi wa kipindi hicho walikuwa ni wafanya biashara, na hawa walikuwa na dini yao ya Kiislamu. Kwa hiyo tunajikuta Uislamu pale ukaenea, na ndio maana mpaka leo unapoenda Kondoa sehemu kubwa ya wenyeji wa pale ni Waislamu. Na msikiti wa kwanza ulijengwa mwaka 1885. Baada ya kujengwa huo msikiti, biashara hiyo ilienda ikakomeshwa, basi mji wa Kondoa ukaendelea. Katika huo kuendelea tunajikuta sasa kuna vitu vingi viliweza kutokea pale, na kuna majengo ya kihistoria likiwemo boma la Mjerumani liko pale ambalo lilikuwa ni la utawala wa Mjerumani. Lakini pia kitu kingine ambacho ni cha msingi kujua historia ya Kondoa ni pamoja na mitaa ambayo iko pale. Mitaa mingi iliyoko pale imetokana na matukio. Kwa mfano, ukienda kwenye huu mtaa wa Iboni
ambayo sasa hivi pia kumejengwa shule ya msingi. Pale ilikuwepo na mtu mmoja ambaye alikuwa ni maarufu na alikuwa anaheshimika, alikuwa anakaa pale. Kwa hiyo ile sehemu sasa hivi imeitwa Iboni. Pia kuna mtaa mwingine unaitwa kwa Pakacha. Ulikuwa ni utawala pia wa Mjerumani aliyekuwa anakaa pale, wakapaita kwa Pakache. Kuna mtaa mwingine pia hata Bomani, kuna mtaa wa Bomani ambao mpaka sasa hivi upo kwenye ile boma la Mjerumani, na hii imetokana na hiyo historia kuwa kwa Wajerumani walijenga pale. Pia kuna mtaa mwingine unaitwa mtaa wa Mnarani, iko pale Kondoa mjini, na yenyewe inatokana na ule mnara wa kihistoria wakati tunapata uhuru ulijengwa pale. Kwa hiyo tunaona ile wilaya ya Kondoa ina matukio mengi ya kihistoria ambayo pia imefanya kuwa ni miongoni mwa wilaya kongwe katika Tanzania.